Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa nafasi na mimi nitoe maoni yangu katika Wizara hii ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwanza nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyofanya uwekezaji katika maeneo mbalimbali ya kielimu. Tumeshuhudia ongezeko kubwa sana mikopo katika elimu ya juu na elimu ya kati, lakini pia kuondoa ada kwa masomo ya advance, kitu ambacho kimepelekea watoto wengi kuendelea kusoma masomo ya advance. Lakini pongeza Mheshimiwa Rais pia na Mheshimiwa Waziri na wenzako wote wizarani kwenu kwa kupeleka VETA pale Nyamongo. Nimeambiwa mpaka mwezi wa 7 inaweza kile kama imekamilika vizuri zaidi kwa majengo ya awali, ili wale vijana ambao wanafanya kazi ya uchimbaji, wanaolima karibu na Mto Mara pale wapate kozi na waweze kufanya kazi za kujiajiri. Lakini vile vile tunashukuru Mheshimiwa Naibu Spika, tunaomba Mheshimiwa Waziri muweke nguvu katika kile chuo cha kilimo pale Butiama, kina heshima kubwa ya jina la Baba wa Taifa pale, ili kiwe chuo kamili kama ilivyo Sokoine na watoto wa kanda ya Ziwa na maeneo mengine wapate hiyo taaluma. Lakini pia Mheshimiwa Rais aliahidi pale hospitali ya Kwangwa iunganishwe na utaalamu wa kidaktari, manesi na madaktari pale, ili wanapoenda pale kufanya kazi ya mafundisho wanafanya kazi pia ya kufanya kazi ya kuhudumia. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, lengo la mitaala hili tumekuwa na mjadala mkubwa sana katika nchi yetu, na ukiangalia Mheshimiwa Bunge wamezungumza hapa kwamba ni kweli kumekuwa na wanafunzi ambao wameenda kwenye vyuo vikuu wamehitimu lakini wamekosa ajira. Tunapambana hapa kusugua ubongo kutafuta namna ambayo tutafanya kupunguza gap kubwa ya ajira iliyopo Tanzania. Watakaopata kazi ya ajira katika sekta mahususi, sekta binafsi au wakajiajiri, lakini wapate utaalamu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kuna hoja imejitokeza hapa asubuhi, nataka niisemee kidogo. Mimi ni mwalimu wa hesabu na chemistry. Kwamba quadratic equation haina maana. Ukiingia kwenye Google sasa hivi hapo lipo Mheshimiwa Mbunge, andika hapo, wewe andika tu use of quadratic equation in life. Utakuja kuna vitu vingi sana. Hawezi kwa watu ambao wameenda jeshini kitaaluma, military bases zile. Ukitaka kufanya projection, unaipiga ndege imeruka hapo upige pale, lazima ufanye projection ya science. Na hiyo equation ni quadratic equation. Lakini vile vile watu ambao wamefika NASA kule Marekani, unazungumza kurusha parachute, satellite, unazungumza quadratic equation applications ipo pale. Kwa hiyo kuna vitu vingi lazima tuiseme kwamba sio kweli. Ila wale ambao wanaweza kusoma quadratic equation wakafaulu, waache waendelee. Wale ambao wanataka kusoma Kiswahili na historia waache waendelee. Wale ambao wanasoma ili wapate ajira tu waendelee. Hapa kuna taaluma, kuna fani na kuna watu waliobobea, hao tuache waende kwenye sekta hiyo. Lakini vile vile uweze kuniambia kwamba hakuna matumizi ya periodic table. No periodic table, no chemistry. Uweze kuzungumza atomic nuclear hapa Naibu Spika, atomic energy, nuclear energy, zile elements zimekuwa arranged according to the increment of atomic number na atomic mass. Uweze kuzungumza electrolysis hapa. Uweze kuzungumzia habari ya umeme, positive and negative charges move. Ni electronic factor. Sasa hizi taaluma za watu tuwaachie wengine waendelee. Tunapata shida kuwashusha watoto wasome sayansi, wanakimbia masomo. Naenda kwenye shule tufanye sampling yote ile. Wengi wanaenda kwenye arts. Lakini Mheshimiwa Waziri, nikwambie sasa hivi bila imeibuka hoja, taaluma hizi tusichanganye habari. Kuna watu wanachangia sasa hivi hoja, wanazungumza upungufu wa ajira versus taaluma. Hapana. Vijana mtaandaa duniani watapwaya sana. Ukienda kwenye vyuo vingine hutaenda. Na ukiacha sayansi kwenye ngazi ya chini, huko mbele ni shida kubwa sana. Kwa hiyo waacha vijana wajaribu, wanaweza kusoma physics, wasoma biology, wasome chemistry. Mwili wa binadamu huu asilimia 96 una carbon, una oxygen, una nitrogen, una hydrogen humo ndani. Unawasha taa nyumbani ni chemistry ile. Barubu ni chemistry ipo pale. Argon ni chemistry ipo pale. Helium ni chemistry, unazungumza gesi ni chemistry. Kwa hiyo nadhani haya mambo nasema iseme kwamba sio watu ni wanasiasa na sisi tuna taaluma zetu hapo tumetulia. Kwa ukigusa kidogo lazima tutofautiane katika maeneo hayo, tuturudishe watu kwenye msingi. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri, kuna hoja imejitokeza sasa hivi, nimeenda kwenye shule zangu kule, ni kweli umeanza utekelezaji wa mtaala mpya. Lakini nataka kuambia profesa, kuna changamoto ya walimu waliobobea katika huu mtaala mpya. Uelewa ni mdogo sana. Na kuna upungufu mkubwa sana wa vifaa. Tulikuambia mwaka jana kwamba kama ungeweza fanya tathmini upya, kama unaweza kufanya wakati mmoja kuanza mtaala mpya tuendelee. Kama nadhani hatuwezi, mngefanya sampling baadhi ya shule,
muimarishe walimu wapatikane. Hapo umesema umefundisha walimu wa shule msingi na awali. Fundisheni mpaka sekondari zote. Halafu Mheshimiwa Naibu Spika, hata masomo ya Kiingereza kwenye mashule hawapo. Wanafunzi wana struggle, ametoka shule ya msingi amesoma masomo yote Kiswahili. Halafu anaenda sekondari hana mwalimu wa English. Halafu anataka aelewe masomo. Mimi kwenye shule yangu, shule moja jimbo zima mwaka jana, watoto wa form 2 waliopata division 0 1539 mwaka mmoja. Ukienda division 4 3710, hiyo ni mwaka mmoja. Nienda miaka mitatu nyuma. Kuna shida ya lugha ya kufundishia. Mheshimiwa Waziri, twendeni tuandae walimu wanaojua Kiingereza vizuri, Kiswahili vizuri. Bora akose mwalimu wa hesabu kwa muda, atafundisha hata mtaani, lakini lugha inafanya watoto wakose masomo na wanakimbia masomo. Hata hapo umesema habari ya mimba, ongeza tena. Kuna mimba, kuna kuolewa, kazi nyumba majumbani na kushindwa kujua lugha. Mwalimu mwenyewe anafundisha Kiingereza shuleni, hajui inaitwa Kisokinge, hajui Kiingereza. Mwanafunzi anashangaa mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Alafu nampa mtihani faulu. Hapo kuna mtihani. Kwa nafikiri Mheshimiwa Naibu Spika, ni muhimu sana serikali ijipange kuandaa walimu wazuri wa Kiingereza, na ikiwezekana watoto kabla ya kuingia form 1 wafanye orientation course. Mpaka vyuo vikuu wanafundisha CR, sio? Tumefundishwa zile. Kwa hiyo hao watoto wasaidie lugha ya mawasiliano namna kufanya. Lingine Mheshimiwa Naibu Spika, ningetaka nione kwenye hoja yako Mheshimiwa Waziri. Mlitenga bilioni 17 ziende taasisi ya elimu kuchapisha, kusambaza na kuandika vitabu. Fedha imekaa TAMISEMI miezi 5. Imerudishwa hazina. Kule shuleni, shule yangu ya Kubiterere, Nyagisya, Kimusi, Nyabichune, kuna kitabu kimoja cha chemistry tu mtaala mpya. Alafu fedha imekaa miezi 5. Hebu tuelezeni nini kilitokea? Bilioni 17 ikufanye kazi, ikarudi hazina, watoto hawana vitabu, walimu hawana vitabu vya kufundishia, alafu TAMISEMI ulishukulia hatua gani hawa watu? Kwa nini fedha zitoke Wizara ya Elimu moja kwa moja mpeleke taasisi ya elimu, mkaprinti, mkaandike, mkasambaze? Shule unakuta ina upungufu wa walimu. Mimi katika Tarime vijijini tuna upungufu wa walimu wa sayansi 145. Sasa hakuna mwalimu wa sayansi, hakuna kitabu cha sayansi, mwalimu hana, hata shule jeni huwezi kuazima. Kwa nadhani huu mtaala Mheshimiwa Waziri, hebu tujipange vizuri. Mambo ambayo tunaweza kutekeleza ndani ya uwezo wetu tuyafanyia kazi. Baada ya kusema Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana, naunga mkono hoja. Asante sana. Sasa Mheshimiwa Waitara, ungetupa kabisa na Newton's law of motion. Kaa chini. Mheshimiwa Spika, wewe akiniwe baharia, wewe unasoma sasa kidogo.